au babun ziyaratu ahli alkhairi wa mujalasatuhum wa suhbatuhum wa mahabbatuhum wa talabu ziyaratihim wa du'a minhum wa talabu ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratu almawadhi' alfadila. Heading ina vipengele vingi sana, kwa hivyo kagusagusa kila mahala. Anasema babu, mlango huu unahusu ziyaratu ahli alkhairi, kuwatembelea watu wa kheri, watu ambao kwa mtazamo wako unawaona kuwa ni wema. Hakika ya wema wao na kheri yao anaijua Mungu, lakini wewe kwa dhahiri unavyowaona na taarifa ulizonazo unaona ni watu wa kheri. Basi huwezi kuwa na uhakika sana katika mambo haya kwamba unamtembelea ni mtu wa kheri au mtu wa shari. Unatazama lile linalokujia katika uwezo wako wa kufahamu. Sababu ziarati ahli alkhair, kuwatembelea watu wa kheri, wa mujalasatuhum, na kukaa nao wale watu wa kheri. Ukiamini kuwa watu wa kheri utakaa nao, ukiamini kuwa watu wa shari utawaepuka. Wa suhbatuhum, na kusuhubiana nao wakawa marafiki zako, wakawa wenzako. Wa mahabbatuhum, na kuwapenda, uwachukii, ukiamini kuwa wao ni watu wa nini, wa kheri. Wa talabu ziyaratihim, na kutafuta kuwatembelea. Maana wakati mwingine unaweza kumjua, hujui anakaa wapi, hujui shughuli zake ziko wapi, anapatikana wapi, kwa hivyo unatafuta. Wa du'a minhum, na kutaka dua kutoka kwao, waombe na wao uitikie we amin, ukiamini kuwa ni watu wa kheri. Hakika kama tulivyosema, anayejua nani? Anayejua Allah. Wa ziyaratul mawadhi' alfadila, na kutembelea maeneo yaliyo bora, maeneo yaliyo bora ukafanya ziara. Eneo hili siku hizi tumelipunguzia sana nguvu, na hasa haya makundi yanokuja kupinga ziara na nini wakati mwingine, lakini utaliona jambo la kutembelea maeneo ambayo unaamini kuwa ni bora lipo. Misikiti, madrasa, sehemu ambazo zimetukuka kama Maka, Madina, au sehemu zenye historia ya elimu, ni mambo mazuri. Qala Allahu Ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa idh qala Musa, na ikumbukwe aliposema Musa alifatahu, kumwambia kijana wake, ambaye historia inamtaja kijana huyu kuwa ni Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, ambaye katika vitabu vya wengine katajwa kwa jina la Joshua mwana wa Noni. Joshua mwana wa Noni. Vitabu vya Kiislamu vinamtaja kwa jina la Yusha bin Nun, ndio Joshua son of Nun, mwana wa Noni. Yusha bin Nun, Joshua mwana wa Noni, ndio mtu aliyefuatana na Musa katika hiyo safari yake. Yusha bin Nun. Wa idh qala Musa lifatahu, na ikumbukwe Musa alipomwambia kijana wake Yusha bin Nun. Chini kasema huwa Yusha bin Nun ibnu Ifraim ibnu Yusufu alayhi salam, kana yakhdumuhu wa yattabi'uhu. Kwa hiyo kamtaja kwa nasaba ndefu zaidi, Joshua son of Nun, son of Ephraim, son of Joseph. Ndo Yusha bin Nun bin Ephraim bin Yusuf. Yusuf alizaa Efraimu na Manase katika historia. Ephraim wa Mansi, ambao kule anaitwa Ephraim na Manase. Hawa aliwapata Misri, na mama yao alikuwa Misri. Wengine wanasema mama yao ndio yule mwanamke alimfanyia vile vituko, baadaye akamuoa. Lakini wengine wanasema hapana, sio huyo, mama yao alikuwa mwingine. Lakini kwa vyote vile mama yao alikuwa Misri. Hawa Ephraim na Manase, Ephraim wa Manase bin Yusuf. Kwa hivyo huyu atakuwa Yusha bin Nun bin Ephraim bin Yusuf. Kwa hivyo mjukuu wa nabii, kitukuu cha nabii Yusuf, kwa sababu nabii Yusuf alizaa Ephraim, Ephraim akamzaa Nun, Nun akamzaa Yusha, ndio kijana wa nabii Musa.
kwa sababu Nabii Yusuf aliingia Misri mwanzo, alafu Nabii Musa ndo akazaliwa katika zile koo za Wanaisraeli zilizoingia katika Misri. Kwa hivyo utakuwa Nabii Musa kimahesabu yuko katika tabaka la wajukuu wa Nabii Yusuf. Si mjukuu wake, lakini katika tabaka lile la wajukuu wa Nabii Yusuf. Kama hichi ni kitukuu kilichofuatana na Nabii Musa. Haya ni mambo ya ziada, kama alivyosema huyu bwana, kila siku ukizungumza mambo kuna vitu vya faida vinavyojitokeza. Ndio faida ya kusoma na faida ya kusikiliza darsa, unajiongeza na vitu unavijua, lakini unapata nyongeza sasa ya maarifa. Kasema la abrahu, sitokaa hapa hata mpaka nifike ablugha, nifike. Na wengine tafsiri la abrahu, sitoacha kwenda, hata ablugha, mpaka nifike majma' al-bahraini, makutano ya bahari mbili, au amdhi ya hukuba, au nimalize muongo mzima wa miaka 10 potelea mbali katika maisha yangu, impotezee miaka 10, lakini mie ili jambo mpaka nilijue mwisho wake. Onekana Nabii Musa alikuwa na azma ya lile jambo kwa nguvu yote. Hukuba imetafsiriwa muda mrefu, lakini haupungui miaka 10. Kanaambia huko chini kwenye 17, amdhi ya zamanan, nipoteze muda mrefu sana, muongo mzima kiasi cha miaka 10, potelea mbali nipoteze decade, lakini nifike pale napopataka. Haya, kwa nini anahitaji aya hii? Kwa sababu Nabii Musa anaonekana na msimamo mkali sana wa kufika anapotaka, na hadithi zinasema na historia inasema kwamba aliambiwa kuwa ukifika mahala fulani kwa alama alizopewa utakutana na mtu mwema kuliko wewe. Kwa hivyo akasema kama ni hivyo, nafunga safari kwenda kumtafuta, hata kama nitapoteza miaka 10, lakini mie nifike nimpate huyo mtu mwema. Kwa hivyo inakuja ile ya kutembelea watu wema na kuwatafuta na kuwafuata. Inaonekana kijana wake kama alikuwa anamwambia kuna haja gani na hiyo safari ndefu na nini, akamwambia idh qala Musa lifatahu, akamwambia kijana wake, kama uwezi rudi wewe, mimi nakwenda. Kwa hivyo ile azimio la kuwatafuta watu wema alilionyesha Nabii Musa kwa kusema sitaacha kwenda mwendo huu mpaka nimkute nayetakiwa kumkuta, au nilitajiwa habari zake, potelea mbali kama nitapoteza miaka 10 katika safari hii. Ila kaulihi, yamekwenda maneno katika suratul Kahfi hiyo mpaka alipofika Mwenyezi Mungu akasema qala lahu Musa, Musa alipomkuta akamwambia mtu ule, hal attabi'uka, je nikufuate, ala an, kwa sharti la kwamba tuallimani, unifundishe mie, na ile nuni almutakallim imeondolewa, ali tuallimani, na kiko kiracha tuallimani kwa kuvuta. Anjetu sisi mashuhuri kukata tuallimani mimma ulimta rushda, kwa sharti la kwamba unifundishe katika uliofundishwa wewe, kwa madhumuni ya uongofu tu, uniongoze. Sio nifundishe na mimi nipate fahari, nipate sifa, nijulikane. Rushda mafaulu liajli rushdi, kwa ajili ya kupata muongozo. Kwenye hadithi ambayo wengine haikubali, inasema Nabii Musa alimuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, naomba unambie katika ulimwengu huu kuna mtu umempa elimu zaidi kuliko mie? Akamwambia, shika adabu yako wewe Musa, kwani unadhani kuwa wewe una elimu kupita watu wote? Yuko lompa ambavyo wewe sikukupa kabisa. Akamwambia, nani? Akamwambia, yupo, nataka nimuone. Akamwambia, nenda utamkuta mahala fulani na alama fulani, akampa. Kwa hivyo Nabii Musa akasema, bora nifunge safari nikamuone alionizidi kwa elimu. Umeona alivyokuwa manabii na watu wa Mungu. Sisi ukiambiwa mtu kakuzidi elimu unachukia, unanuna, na unaanza kusema nizidi kwa lolote, wala nizidi kwa nini mimi? Ndio kitu kikubwa utakachosema, badala ya kukubali kama amekuzidi, au kwenda ukajifunza kutoka kwake, au kamheshimu, au mkaheshimiana. Alalakali hatufiki huko, tunafanya mambo ya ajabu ajabu. Kwa hivyo hiyo ni mfano mmoja. Wakala Taala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wasubiri nafsaka,
na ifunge nafsi yako. Maana subira, asabru lughatan habsun nafsi, kuifunga nafsi ndio subira. Kwa hivyo ifunge nafsi yako, ma'alladhina, pamoja na wale ambao yad'una rabbahum, wanamuomba Mola wao, bilghadati wal ashiyi, asubuhi na jioni, yuriduna wajhahu, wanaitaka ridhaa yake Mwenyezi Mungu. Hawa basi wewe ifunge nafsi yako, ukae nao hawa. Na mbele akaambiwa wala ta'du ainaka anhum, wala yasivuke macho yako kwao yakenda kwa wengine. Na hawa ni wale masahaba ambao walikuwa wengi ni wanyonge, wachochole, pangu pakavu, tia mchuzi, hana kitu. Lakini hawa ndio ambao walikuwa wakimwomba Mungu asubuhi na jioni. Sasa Mtume anaambiwa ifunge nafsi yako pamoja na hawa, kuwa nao hawa wanyonge. Usikimbilie kwa watu wa tabaka jengine ukaonekana kuwa ni nabii wa matajiri, nabii wa viongozi. Haikukatazwa kushirikiana na watu wenye pesa, kushirikiana na viongozi katika kufanikisha jambo, lakini mara nyingi ukae na watu wa tabaka la chini. Tumefahamiana vizuri hapa? Sasa sisi ndio tumashaka yetu, hata sisi wanachuoni. Siku moja niliwaambia nataka nizungumzie mada ya maafa ya wanazuoni wa zama hizi kwenye jitimai. Lakini wale watu wanaopanga zile ratiba za jitimai, kila ukipeleka mada hii wanasema ngoja shekhe, bado kidogo kwa sababu wanaona kama tutakuwa tunajisema wenyewe. Na kweli tutakuwa tunajisema wenyewe, hawajakosea hata kidogo. Lakini sasa kama hatujajisema wenyewe, unafikiri tusubiri atuseme nani? Watatusema vichochoroni watu. Bora kuyaeleza alafu kila mmoja akajipima, niko katika upande upi? Sote tuna makosa yetu. Sasa moja ya maafa wanazuoni wa zama hizi, wengine wanakuwa kwenye mikoba ya matajiri, wengine wanakuwa kwenye mikoba ya viongozi, wengine wanakuwa kwenye mikoba ya vyama vya siasa, wengine wanakuwa kwenye mikoba labda ya makundi fulani. Badala ya kukaa kwenye taaluma akazungumza taaluma inasema nini, anachukua mirengo au anachukua maslahi. Tumefahamiana? Haizuiliwi kusema penye ukweli, ukasema ukweli, lakini usiwe mtu ambaye unavutwa na maslahi binafsi, unavutwa na mrengo, unavutwa na ushabiki. Hapa kidogo pana matatizo. Na hili ni moja katika matatizo ya wanazuoni wa zama hizi. Sote sijivui, pengine na mimi nimo kwa namna fulani, lakini ni vizuri tukaambizana. Alafu mtu akikwambia na wewe mwenyewe unayesema una hili na hili na hili na hili, hewa Allah bwana, lakini utakwenda ukae uyatizame. Yakiwa ndio utajirekebisha, yakiwa sio utasema watu wana haki ya kusema, wacha waseme. Haya, twendeni, ndio changamoto zilizo. Basi wasubiri nafsaka, na ifunge nafsi yako, ma'alladhina, pamoja na wale ambao yad'una rabbahum, wanamuomba Mola wao, bilghadati wal ashi, asubuhi na jioni, yuriduna wajhahu, wanaitaka ridha yake Mwenyezi Mungu. Wala ta'du ainaka anhum, wala sivuke macho yako kwao ukajipendekeza kwa wengine. Turidu zinatal hayati ad-dunya, utayatakaje mapambo ya maisha ya dunia wewe? Hizi ndio aya ambazo kaamua kuziweka mwandishi wa kitabu hiki al-Imamu Abu Zakaria Sharafuddin An-Nawawi kama sehemu ya utangulizi wa mlango anauleta. Sasa tunakuja kwenye madhumuni makubwa ya kitabu, ni hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hadithi ya kwanza leo katika mlango huu, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aymana radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasul sallam yazuruha, falamma intahaya ilayha bakat faqala laha ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. Kutoka kwa Anas bin Maliki, mwana kindakindaki, mtoto wa Madina,
ambaye alimpokea Mtume SAW alipohamia akiwa ana umri unaokadiriwa kuwa miaka 10, na Mtume SAW akafariki akiwa anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 20, na baada hapo akaishi zaidi ya miaka 80. Anas bin Malik wanasema aliishi miaka 83 baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik amefariki akiwa na miaka 103. Ndi imegonga kijeba cha kweli sahaba huyo. Anasimulia Anas bin Malik, anasema qala Abu Bakr, alisema Abu Bakr li Umar, kumwambia Umar radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi wote wawili hawa, baada wafati Rasulillah, nilikuwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar akamwambia Umar, intaliq bina, wacha tuchomoke sisi ila Ummi Ayman, twende kwa Ummu Ayman tukamtembelee Ummu Ayman. Ummu Ayman ni nani? Chini kasema maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kijakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaachwa huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpata huyu kama kijakazi mtumwa, akamwacha huru. Sasa wacha tukamtembelee huyu Ummu Ayman radhiyallahu anha, Mungu amwiradhi. Nazuruha, tumtembelee kama kana Rasul sallam yazuruha, kama alivyokuwa Mtume sallam akimtembelea huyu kijakazi baada ya kumwacha huru. Alikuwa anakwenda kumtembelea, kama kuna jambo anampelekea, kuna kitu anamsalimia. Falamma intahaya ilaiha, walipofika kwake, bakat, alilia huyu Ummu Ayman. Intahaya manake waliishia hapo, walifika pale kwake. Walipofika kwake akalia Ummu Ayman. Faqala, wakasema Umar na Abu Bakar radhiallahu anhuma laha, kumwambia huyu mwanamke Ummu Ayman, ma yubkiki, ni kipi kinachokuliza? Ama taalamina, kwani wewe hujui anna ma inda Allahi khairun, kwamba kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora, kisha kwenda kwa Mwenyezi Mungu lake ni bora zaidi kuliko aloliacha huko duniani. Kule analikuta jambo bora zaidi, ni mtukufu wa daraja huyu, tena unalia nini? Wanamwambia. Faqala, takasema inni la abki, mimi sili, inni la a'lamu, min najua, anna ma inda Allahi ta'ala khairun, kwamba kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Silili kwa kufa Mtume, walakin abki, lakini nalia, anna alwahya qad inqata'a, kwamba sasa wahi umeshakatika kwa kufa Mtume, mina samai, kutoka mbinguni. Kila linalozuka sasa tulitatue wenyewe kwa akili zetu. Na je, tutakubaliana? Manake wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikitokea mizozo, unakuja wahi unamaliza, na bila lazima mkubali nyote, anayetaka asiyetaka, mathalan umekuja wahi. Sasa Mtume kishakufa, wahi ushakatika, hii mizozo tunaimaliza vipi? Ndio kinachoniliza. Fahayajathuma, akaamsha hisia zao, au Kiswahili kingine akawatibua, ala albukai, juu ya kulia, na wao wakaanza kulia, wakaifahamu ile hoja ya yule mwanamke. Fajaala yabkiani, wakaanza kulia, maaha, pamoja naye. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea Muslim. Somo letu liko kwamba hawa waliamua kumtembelea mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtembelea. Kwa hivyo kutembelea watu ndio jambo kubwa, na kurudisha yale mambo ambayo mtu aliyetangulia mbele ya haki alikuwa akiyafanya na ni mazuri. Hadithi inayofuata, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها أو تربها؟ ونريك يتربغاني hakuterabu تربها بالضم، نمين دول بيسوما تربها عليه. قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هاي نقول أبي هريرة رضي الله عنه
anin nabii, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, kwamba mtu mmoja mwanamme, hakutajwa nani, ni nakira hii. Anna rajulan, kwamba mtu mmoja mwanamme, zara akhan lahu, alimtembelea ndugu yake, na huyo ndugu naye hakutajwa nani. Namba 5 chini kasema fi dini, ndugu yake katika dini kwangu mimi, yani ndugu yake si lazima iwe wa damu, ndugu yake muislamu mwenzake. Fi qaryatin ukhra, katika kijiji chengine kenda kumtembelea. Farsadallahu ta'ala ala madrasatihi malakan, akapeleka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyuma yake au njiani malaika. Falamma ata alayhi qala, alipomfikia malaika yule mtu kasema, aina turidu, unakusudia kwenda wapi? Qala uridu akhan, namkusudia ndugu yangu mmoja, li fi hadhihi alqarya, katika kijiji hiki. Qala hal laka alayhi min ni'matin, je, unayo neema yake yoyote wewe unayo tarubuha, unayosimamia na kuifanyia bidii, yani unakwenda kumfanyia jambo lolote la maana la neema hivi, unaoisimamia, unaoifuatilia, labda kuna pesa zake unampelekea, au kuna deni alikuwa anadai umelifuatilia, au unakwenda kumpa taarifa kwa kuna mali yake ishafika, una nini unalikusudia kwake? Qala la, akasema sina lolote, mimi nakwenda tu, sina jambo lolote la kumpelekea, mimi nakwenda kumtembelea tu, basi tuonane basi. Ghaira anni, isipokuwa mimi, ahbabtu fillahi, nampenda kwa ajili ya Allah tu, kwa hivyo kwenda kumtembelea ni muone mwenzangu. Qala fa inni rasulullah ilayka, basi mimi ni mjumbe wa Mungu kwako, nimetumwa na Mwenyezi Mungu. Bi anna Allah qad ahabbaka, nikwambie kwamba Mwenyezi Mungu naweka kupenda, kama ahbabtahu fi, kama ulivyokuwa umempenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, basi nawe Mwenyezi Mungu ukakupenda. Umekiona kitu hicho kinavyoning'inia, kwamba kama ilivyokuwa wewe umekwenda kumpenda huyu, si kwa mahitaji mengine yote isipokuwa kwa ajili ya Allah, basi na Allah naye kakupenda, basi kwa lolote lile kakupenda tu kwa sababu ya mema hayo unayofanya. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea nani? Laitani Waislamu wa leo ingekuwa haya tunayapa kipaumbele sana. Inasikitisha kweli, tena hata wanazuoni hawafanyi, aghlabi wanazuoni hatufanyi, wako wanaofanya lakini wachache sana. Ukimtembelea mtu anashangaa kweli, umenikumbuka leo, alhamdulillah. Unakaa miaka, wakati mwingine unaweza kumkumbuka fulani yuko wapi, fulani yuko wapi, mnatafutana. Sasa kazi yetu kukutana njiani, masokoni, imetokea ndio huyo msikitini, umealikwa harusi, msiba, sehemu zinazokutanisha sana sasa ni harusi na misiba. Miaka mjaona unamkuta mtu harusini, nauliza fulani mume, nakumbuka mara mwisho nilimkuta kesi miaka 7 iliyopita, kulikuwa na harusi mara fulani tulikutana. Hivi ndo kumbukumbu zetu sisi. Baba, kutembeleana yamekuwa sio haya, tendeni tuone tutafika wapi. Kile hilo ndio jambo. Rawa Muslimun, kaipoka Muslim. Yuqalu, huambiwa, arsadahu likadha idha wakalahu bihifdhi, kamtuma kwa jambo kadha atakapokuwa kamwakilisha kulihifadhi, yani kulichunguza, kwa sababu ile inna rabbaka labil mirsad, mirsadi manake ni kuchunguza, au vile vile kidungu. Kwa mtu mmoja akasema inna rabbaka labil mirsad, hakika Mola wako yuko kwenye kidungu, yuko kwenye kidungu. Kidungu kwetu sisi ina maana, kwa mfano wale watu wanaocheza ng'ombe wale, linatengenezwa jukwaa hivi la juu, alafu wanakaa watu kutizama mchezo wa ng'ombe, kwa sababu ng'ombe ana hatari. Akipanga ule munkari wake, hachagui baina ya anayemcheza na anayetizama. Anayekuja zako akakuchomeka tu pembe moja ya duburi, basi ng'ombe imekwisha. Kwa sababu huyu hatizami kuwa huyu ananicheza, huyu anatizama, huyu hivi, na wengine wana tabia kumvutisha bangi yule ng'ombe. Anazibwa pua, ngoja nikwambieni utaalamu, anazibwa pua kwa kitambaa, alafu bangi ishawashwa anawekewa mdomoni. Akiwekewa mdomoni, sasa badala ya kuvuta pumzi kwa pua, atavuta kwa mdomo bila shaka, kutokana na pua imebanwa. Akivuta wanamwachia, unatoka moshi. Tushapiga pafu moja, anapelekwa anapiga pafu ya 2. Ndio yale wanasema kwamba mashekhe wa siku hizi tunayajua mambo mengi. Tunayajua mambo mengi. Kuna watu kazi yao siku hizi kutizama hizi zangu mimi nazungumza, alafu wanakata vile vipande vya kihuni, alafu wanavisambaza. Sasa msikilizeni shekhe huyu alivyokuwa muhuni. Hatuachi, tutaendelea kuyasema haya. Kateni vipande, ongezeni maneno, punguzeni, zidisheni, lakini sasa tutayasema.
Si mawaidha yale ya zamani ya kwamba shekhe anasugua miguu kwenye mimbari, itaqullaha katukati, anatazama chini, hawezi kueleza watu mambo ya ukweli. Tuelezane tu mambo ya ukweli. Wanamziba pua wakimwekea, hata mbwa wakimvutisha bangi wanafanya hivyo hivyo. Hapo anamwachia anatoa. Basi akipigwa yule anakuja vibaya. Kama ni kingwele, kama ni kipole, utamjua wewe jina lake. Tumefahamiana? Kwa hivyo nako kuna kuwa na mashaka yake. Sasa hata kule hali ndio dunia jinsi ilivyo na inavyokwenda. Kwa hivyo wale wanakaa juu kule kwenye kidungu kuangalia, kwa sababu wanaogopa anakuja vibaya yule. Ndio kile kinaitwa mirsad, kidungu. Na kidungu kingine ni kile cha jeshi. Kwenye kambi ya jeshi kuna kuwa na kitu kina juu kabisa, huko anakaa mlinzi na kuna darbini anaangalia lile eneo, hasa wakati wa vita. Kwa hiyo unatazama filamu za kivita, wanajua mara nyingi wakitaka kushambulia kambi wanampiga kwanza yule aliye kwenye kidungu kule anguke, kwa sababu asiweze sasa yeye kuadhibiti, alafu ndio wanaingia kwenye kambi. Na vidungu vingine vinakuwa huko kwenye mipaka au baharini huko, kwa kuangalia vyombo vinavyoingia. Kama sisi watu wa kisiwa lazima viwepo hivyo, na kunakuwa na darbini wanakaa watu kuangalia vyombo vinavyotoka na kuingia usiku na mchana. Vyote vinaitwa vidungu hivyo katika maana zake, ndio inna rabbaka la birusa. Basi arsadahu, akakaa kwenye kidungu anamkagua, ndio maana yake. Likadha idha wakala bihi. Wal madrajatu bi fathi al mim wa ra'i, madrajatu at-tariqu, njia. Wa maana tarubuha, taqumu biha, namsimamia. Wa tas'a, na kufanya bidii, fi salahiha, katika maslahi yake. Kwa hivyo kasaidia kwenye mambo ya misamiati ambayo inaonekana kuwa kama vile haijazoeleka sana katika matumizi yetu sisi ya lugha. Hadithi inofuata, wa anhu, na kutoka kwake tena Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie, man aada maridhan au zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabarra'ta min al watabawata, bwana ndio maana nimepata watabawata min aljannati manzilan. Sawa, watabawata min aljannati manzilan, rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh gharibun. Sawa, sasa turudi kuitafsiri. Wa anhu, na kutoka kwake tena yule Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, man aada maridhan, atakayetembelea mgonjwa, au zara akhan lahu fillahi, au akamtembelea ndugu yake katika Mwenyezi Mungu, yani mtu wa imani yake, mtu wa dini kama yake, si lazima iwe mtu wa damu yake. Nadahu munadin, atamwita mwenye kuita, bi an tibta, kwamba hongera au umefanya vizuri. Tibta kama ilivyokuwa katika mambo ya peponi, Mwenyezi Mungu atasema tibtum fadkhuluha khalidin, hongereni, ingieni katika pepo hii hali ya kuwa ni wenye kudumu. Au mmefanya vizuri, basi ingieni katika pepo hii hali ya kudumu. Tibta, hongera au umefanya vizuri. Kwangu namba 3 kasema, insharahta bima laka inda Allahi ta'ala min jazilil ajri, umefurahi kwa sababu ya ujira ambao unao kwa Mwenyezi Mungu mkubwa, ndio hongera, pongezi. Heko pia kwa neno jingine unaweza kutumia lile la kimichezo, hasa katika michezo hii ya bao, karata, kuna kitu kinaitwa heko, yani kama umecheza vizuri unaambwa heko. Kwa hivyo tibta, heko pia inaweza kutumika. Lakini ndio tukitumia haya mambo, mashekhe wanatumia maneno ya kihuni. Hatutumii maneno ya kihuni, lengo letu kila mtu atusikilize. Ndio maana leo mimi nakwambia nafanya kipindi cha maswali na majibu, anauliza mtu mmoja akajiita Sele Jamaica. Sele anauliza swali la kidini, anaitwa Sele Jamaica. Sasa ukifanya mahasira, majina gani hayo mnajiita Jamaica? Nyi marasa, utafundisha dini vipi katika dunia leo ndugu yangu? Utamfukuza kila mtu. Walioko nje ya msikiti ni wengi kuliko walioko ndani ya msikiti, na wote tunawahitaji. Kwani dini imekuja kwa ajili ya watu waliomo msikitini, na walioko nje ya msikiti hatuwahitaji? Kwani dini imekuja kwa ajili ya wastaarabu, wahuni, hatuwahitaji kuwapa mawaidha? Tunawahitaji zaidi. Tumefahamiana? Yule kondoo uliye naye katika zizi, huna wasiwasi naye kuliko kondoo aliyekutoroka. Na bidii zako zote na mbio nyingi utakwenda kumfukuza aliyetoroka kuliko yule ambaye yuko ndani ya zizi. Sasa tunao walioko ndani ya zizi na waliotoroka. Tufanye kazi ya ziada, angalau basi hata kama hawezi kuwa wacha Mungu, waipende dini yao. Kwa sababu kuna hatari ya watu ambao tunawacha nje ya mambo haya wakachukuliwa na watu wa imani nyingine.
tusiwadharau, tusiwashambulie, tusiwatukane, tunawahitaji. Kwa hivyo tuzungumze nao kwa lugha iliyo nzuri. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shindana nao kwa namna iliyo bora. Wewe ushakuwa msikitini unaamini umeingia peponi, leo uko nje ya msikiti unaamini uko motoni, una hakika gani? Wewe na husnu dhani, inshallah mimi nitaipata pepo na yule maskini kakosea, Mungu amuongoze. Basi hivi ndio tunapotakiwa kwenda. Hakuna haja ya kuleta mapambano makubwa na Waislamu wenzetu ambao hawafati hizi taratibu. Ni kuwabembeleza tukawa nao katika dini. Tumeelewana eh? Ndio mtazamo wangu, samahani sana. Asiyetaka basi aniache, lakini mimi naeleza hivyo na ndivyo ninavyodhani kwa ndio bora. Tibta, heko, hongera, wataba mamshaka. Na amekuwa mazuri maendeo yako. Umekuwa mzuri mwendo wako, mamsha. Inokana masha yamshi, masdar mimi. Watabawata min aljannati manzila, na umejijengea peponi we kituo cha kwenda kukaa. Tayari umeshajenga kituo wewe wapi? Peponi. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie katika wanaojenga vituo vyao wapi? Peponi. Kwa kumtembelea mgonjwa au kumtembelea ndugu yako tu katika dini, utakuwa ushajijengea makao, kituo wapi? Peponi. Rawahu Tirmidhi, hadithi kaipokea Tirmidhi, waqala, na kasema hadithun hasan, hadithi hii ni nzuri. Wa fi baadhi nusakhi, na katika baadhi ya kopi za Tirmidhi kasema hadithun gharib, hadithi hii ngeni, yani kaipata kwa njia moja tu, hakuipata kwa njia nyingine, ndio maana ya ngeni. Sasa angalia, hadithi nzito kama hii haimo kwenye Bukhari wala haimo kwenye nani? Muslim. Haiko kwenye supermarket, iko kwenye kitabu cha Tirmidhi. Sasa mkianza na misimamo ya kusema sisi tunataka Bukhari tu, tunataka Muslim tu, wale baki wote takataka hao, huoni kama tutapoteza sehemu kubwa kabisa ya dini yetu? Tumefahamiana? Lazima tuheshimu na vitabu vingine. Madhali hadithi ni sahihi, tukubaliana. Hadithi si sahihi, tutaisema kwamba hii si sahihi. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, na kutoka Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innama mathalu al-jalisi as-salih wa jalisi as-su'i ka hamil al-miski wa nafiq al-kiri, fa hamil al-miski imma an yuhdhiyaka au yahdhiyaka. Namba 8 chini katuambia yuhdhiyaka, kaweka yeye dhumma, ndio inavyoelekea kwa sababu ni rubai, yu'tiyaka. Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabtaha minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntina. Muttafaqun alayhi. Yuhdhiyaka kasema yu'tiyaka, ndio maana yake. Haya hatari. Kutoka Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema, inama, hakika si penginevyo, mathalul jalisi salihi, mfano wa unayekaa naye aliye mwema. Jalisi tunamuita rafiki au mtu unayekaa naye pamoja katika mabaraza, katika vikao, katika kazi, yule uliokuwa naye mara kwa mara. Unayekaa naye ambaye ni mwema, wa jalisi su'i, na unayekaa naye ambaye ni mbaya. Mifano yao kahamilil miski wa nafiqil kiri, sawa na mbeba miski, yani aliyechukua uturi au manukato, perfume. Miski ni perfume, ni manukato ambayo kazi yake ya kwanza ni kupoteza harufu mbaya. Miski kazi yake ya kwanza ni kupoteza harufu mbaya. Ndio katika kitu ambacho kinapoteza haraka harufu mbaya ni miski. Iko ya chenga, iko ya maji, inaitwa miski. Na kwenye madawa ya hizi ya kisunna na ya mitishamba, miski ipo, inauzwa. Kazi yake ya kwanza ni kupoteza harufu mbaya. Sasa ikiwa pahala pana harufu mbaya, miski inaiua, inakuwa ordinary, inakuwa kawaida tu, kama vile hapana harufu mbaya. Na ikiwa hapana harufu mbaya, ndio inaleta sasa harufu nzuri. Kwa hivyo ujue kwamba ukiweka kwenye, maana hata kinyesi ukikipiga miski kitakuwa hakinuki. Hakitonukia, lakini kunuka pia hakitonuka. Ndio miski ilivyo. Kazi yake kubwa hiyo. Na kama pahala hapanuki, ndio sasa miski itatoa harufu. Kwa hivyo ina kazi kubwa sana, hiyo ndio kama mtu aliyebeba miski. Wa nafikhil kiri, akamtaja nafikhil kiri, namba 7. Anasema kama yule ambaye anapuliza lile
tunaliita nini la mtu anayefua vyuma, mfua vyuma, lile jiko lake lile tanuri lile la kufua vyuma, na siku hizi yamepungua sana haya. Hapa Mlandege hapo tena, huyu hapo bado na huku hapa soko Muhogo nyuma akajificha, alikuwa kwa baniani mmoja, alikuwa kazi yake uso wake umefanya alama kwa ule moto. Anavuta hivi kwa kamba hivi, linatoa upepo, linasukuma, linapuliza moto kwa nguvu sana, anatia vyuma kwa ajili ya kuvipasha moto, alafu akivitoa anagonga anaviponda, anaviweka anavyotaka. Ndio kiri ile tanuri, wewe chukulia tu kwa ni tanuri, kama mpuliza tanuri, ndio nafikhi kiri, mtu anayepuliza tanuri. Lakini hao wengine sasa hata ukiwaambia hawalijui, kwa sababu ile mambo yamepungua. Bado unamkumbuka yule wa nyuma ya skuli ya Mamni pale, yule baniani alikuwa ukenda ukimtizama na kutisha. Sisi wadogo zao walikuwa tunamshangaa, anavaa winda tu, alafu anavua shati na anatoka jasho kweli kweli, anakunywa maji kila wakati. Unamkumbuka bwa mkubwa wewe, si umekaa mitaa yetu kule na hapa katikati hapa Mlandege ndio walikuwa kwa watu wafua vyuma wako Kwa hivyo kama yule anayepuliza tanuri, anayepepea lile tanuri, la pepewa lile, lakini dubana fulani la ngozi ukivuta vinatoa upepo, linaupepea ule moto wa tanuri. Kwa hivyo kama mtu anayepepea tanuri la moto, anatoa mfano watu wawili. Faamilul miski, basi aliyebeba hayo mafuta ya miski au manukato ya miski, imma an yuhdhiaka, ama akupe akugaie ile miski, wa imma an tabta'a minhu, au ununue kutoka kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au utaipata tu kwa harufu nzuri kwa kukaa naye tu. Maana moja katika mambo matatu, akugaie japo hivi anakupaka kidogo, hebu alafu tena unaendelea, au anakuuzia utanunua kwake, au basi kwa vile alivyo watoto kija kununua nini, wakijaribu kuyajaribu yale kwa nusa, inapatikana harufu, na wewe utapata harufu nzuri, sababu umekaa na mtu anayeuza vitu vya kunukia. Haya, anasema wanafikhul kiri, na yule anayepuliza tanuri au anayepepea tanuri, imma an yuhriqa thiyabaka, ama ataziunguza nguo zako, wa imma antajida minhu rihan muntina, au utapata tu harufu mbaya kutoka kwake. Moja katika mawili, hakuna. Utanuka moshi, utanuka vyuma, utanuka nini, basi. Imefahamika vizuri hiyo. Hata mpara samaki ndio hivyo, ukikaa karibu, sema yule ana nafuu, anaweza kukugaia angalau kiteo. Au ataka kupata yale nini zile ile nini mayai yale matumbo ujea unaitwa ule, ukaenda angalau umekosa kiteo ukachemsha ule. Lakini lazima upate vumba kidogo labda hawa chokora makaro, ukianza kukaa nao hao wanaosafisha makaro hawa, labda upate gololi. Zamani tulikuwa tunaokota gololi kutoka kwa siku hizo gololi zenyewe lazina, si unakumbuka vile walikuwa tunaokota gololi tunakocha zilizozama kwenye makaro. Au siku hizi shilingi 100, shilingi ngapi wanaweza kukupa yule? Hizi shilingi 100 zinazozama kwenye karo zile, akisafisha yule anawagaia watoto, wanatia mfukoni, anakwenda kununua sigara ya 5, shilingi 50, ala kule hali. Kwa hivyo anatoa mifano kwamba ukikaa na mtu ambaye mambo yake ni mazuri utapata vitu vizuri, lakini ukikaa na mtu ambaye mambo yake mabaya, na wewe utahusishwa na mambo mabaya. Kwa hivyo anakuambia chagua watu wa kukaa nao, pima namna ya kufanya. Kaitafsiri yuhdhiaka yu'tiyaka, kukupa. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu an an-nabi sallam qala tunkahu almar'atu liarba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidhati ad-dini taribat yadaka, muttafaqun alayhi. Wa ma'nahu anna an-nasa yaqsiduna fil 'adati 'an al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba'a, fahris anta 'ala dhati ad-dini wadhfar biha wahris 'ala suhbatiha. Hii hadithi nzito kweli, hii ina nafasi kubwa sana ya kuitolea khutba na mawaidha. Kutoka Abi Huraira radhiallahu anhu anasema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa sababu 4. Mtume sallam katizama akaona watu wana sababu 4 za kuoa. Kwa nini wamchague mwanamke fulani wa kumuoa? Wanakuwa na sababu ngapi? 4. Ya kwanza akasema limaliha, kwa mali yake. Kuna watu wanakwenda kuoa mahala ambapo njuluku zipo, kuna njenje. Umenifahamu? Anajua kuwa mimi nikipata tabu mke wangu atakimbilia kwao, na akaenda kwao uongo, karudi na kipaja cha ng'ombe, karudi na kuku, karudi na mchele, karudi na sukari,
angalau kidogo. Sio tena wewe unaoa mke kwao hakuna kitu, na wewe wakiwa wao wamekosa wanakuja kurundikana kwako, na wewe ukikosa huna pa kukimbilia. Kwa hivyo hisabu za watu wasema sasa sioi mwanamke ambaye ni lofa kwa hakuna chochote, wataniletea tabu. Nikijenga kijumba mara shemegi kaja. Nasema nina tatizo kidogo na mke wangu, nimekuja kufikia hapa. Haya, unahesabu siku ya kwanza yupo, ya pili yupo, ya tatu yupo. Wiki inazunguka mpaka siku ile ambayo yeye amekuja ishafika tena kama ile. Sasa shemegi, yale mambo yako hayajamalizika. Niache kidogo mwezi, niache kidogo miezi miwili. Ukipeleka mchele kilo 1 unakwisha siku hiyo, kilo 2 unakwisha siku hiyo, kilo 3 mashaka. Kwa hivyo uchague mtu mwenye uwezo. Wako watu wanafanya hivyo. Hakusema Mtume anashauri afanye hivyo, sema watu wanafanya hivyo. Wako watu kwa mahesabu yao wasema sendi kuoa kwa maskini, mimi naoa kwa mtu mwenye uwezo. Walihasabiha, na kwa ajili vile vile ya ukoo wake, nasaba yake yule mwanamke, kwamba ni watu wakina fulani hawa, wakina fulani hawa, ukoo wao unajulikana, watu mashuhuri wanaoeleweka, wana sifa katika jamii. Wako watu kazi yao kuoa nyumba kubwa, wengine wako kwa viongozi, ananyemelea mtoto wa kiongozi amuoe, kwa mtoto wa mheshimiwa ndo mke wake. Wengine wananyemelea watoto wetu wa mashehe wako, lakini alhamdulillah wakija kuoa kwetu si haba, kwa sababu si mashehe hatuna kitu, tuna ule maarufu tu si haba alhamdulillah. Wakaongeza nataka niwe mtoto wa shekhefu fulani, na mimi ndo nafikiri bahati yangu nayo ndio hiyo. Kuna watu walifunga safari kutoka Mwanza wakaja hapa kuleta posa binti yangu, wakasema sisi tumetaka kuja kuoa kwa shekhe. Kasema alhamdulillah, lakini sina kitu. Si nataka uoe shekhe wako. Sasa basi inshallah umeupata. Tunatumai kwamba wajukuu na wao watakuwa mashekhe kwa sababu yao ni shekhe. Nimeshukuru sana alhamdulillah, na nishapata kijukuu kimoja kwa utaratibu huo. Na sijui wengine wataporomoka ngapi, wanajua no. Mimi uko simu lakini alhamdulillah mtoto wa shekhe kaolewa, si haba. Na kaolewa kwa sababu baba yake shekhe, afadhali Sasa walihasabia, na kwa ajili ya ukoo wake. Ukoo kwa mambo mengi tu, yanaweza kuwa hayo tulosema ya kheri, inaweza kuwa ya umaarufu, ya uongozi, ya kila kitu yanaweza kuwa. Hiyo nayo ni sababu ya pili ya kuolewa. Walijamali na kwa ajili ya urembo wake au uzuri wake yule mwanamke. Na hii nafikiri ndio inaochukua nafasi zaidi kuliko tezo nyingine, kwamba mtu anaoa mwanamke kitu cha kweli kifaa lakini huko jamaa mmoja anasema mimi nataka kuoa mwanamke mbaya sura yake. Uzo kwa nini? Akasema kwa sababu ataniheshimu kweli, atanipenda. Wanawake wazuri wanaringa. Hisabu zake tu hizo. Lakini wanaume wengi vijana anaoa kwa kuangalia mambo yapo, tarabu imo kama hamna kitu mkavu kama ufito, asema hamna kitu. Nataka namba 6, hanganga anajizoazoa akitembea, mambo yamo tukibaki ndani na rizika. Mimi sina haja ya TV wala redio, yeye anatosha. Wako walijamalia, na kwa ajili ya uzuri wa mwanamke yule wako wanaoa hiyo na hasa zile za mwanzo zile. Lakini tena kama Albahri anataka kuongeza saizi, hata ukimpa scraper lolote lile naweza akabeba. Lakini wale wa mwanzo wale walijamali na kwa ajili ya uzuri wake, kichinchiri, mambo safi. Walidini na pia kwa ajili ya dini yake. Naweza kuolewa kwa sababu ya dini yake. Mwanamke anasoma, ana dini nzuri, anaabudu vizuri, ana heshima, ana adabu, dini. Baada ya kutaja hizo desturi za watu, Mtume SAW kwamba watu huoa kwa sababu hizo, mwingine kwa mali, mwingine kwa ukoo, mwingine kwa uzuri, mwingine kwa dini, na mwingine anatizama mawili, uzuri na dini, au mali na dini, au ukoo na dini. Mwingine anatazama tu uzuri na mali, uzuri na ukoo, mwingine anatazama ukoo tu na mali. Kila mmoja anachukua sababu anazotaka, lakini hizi ndio sababu mashuhuri zinazowafanya watu wachague kuoa mahala fulani. Inaonekana Mtume SAW kafanya utafiti mkubwa sana mpaka akayasema haya, na mpaka leo bado yamesimama kidedea
yanathibitisha ukweli wa kwamba ndivyo watu wanavyochagua wake. Sasa anasema fadhfar bidhati dini, basi faulu kwa kumpata mwenye dini. Fadhfar, basi faulu, fanikiwa, bidhati dini, kwa kumpata mwenye nini? Mwenye dini. Hicho ndo kiwe kigezo kikuu, faulu kwa kumpata mwenye dini, fanikiwa kwa kumpata mwenye dini. Vyote vile visiwe kipaumbele. Ikitokea dini anayo, mali anayo, ukoo safi na mzuri, bila shaka hongera maradufu, hongera mara 4. Lakini ukishakumpata na dini na mzuri, anakuridhisha, ukimtizama unaisahau TV na video na CD na kila kitu, hutaki redio, basi sawa. Kuna mtu mmoja mke wake alikuwa na kipaji cha kuimba, akamwambia mke wangu, utakuwa unaimba chumbani tu, uko nje kwingine kote uimbe. Kwa hivyo usiku anafunga madirisha tinted na nini, anaambia haya, imba mke wangu. Anasikiliza nyimbo za mkewe, anafurahi mwenyewe, kapata mwimbaji, lakini hamtoi nje. Albahari, ungezuia wewe mwimbaji wako baki ndani. Watu wengine wasifaidi, ni faidi peke yangu. Fadhfar bidhati dini, basi faulu kwa kumpata, ufanikiwa kwa kumpata mwenye dini. Taribat yadaka, itabarikiwa mikono yako, itabarikiwa mikono. Na hapa ndo pale tunaposema kuwa lugha ikisema mikono yako itabarikiwa, maana yake utabarikiwa wewe. Yani itakuwa unapata riziki nzuri, unaishi maisha mazuri. Mikono hapa imewakilisha utu, utaishi vizuri. Ndio maana taribati yadaka, itabarikiwa mikono yako, maana yake utaishi vizuri kwa kumpata mwenye dini. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imeafikiwa na Bukhari na nani? Na Muslim. Wa maanahu, na maana yake, anna nasa, kwamba watu, yaksiduna, wanakusudia, fil adati, kwa kawaida, anil mar'ati, kumpata mwanamke, hadhihi alkhisal, wanakusudia mambo haya al-arba'a manne. Ndio desturi za watu. Fahris, basi kuwa na hamu wewe, anta wewe, ala dhati dini, kumpata mwenye dini. Wadhfar, nafanikiwa, biha, kwa kumpata. Wahris, nafanya pupa, ala suhbatiha, kuambatana naye huyu mwanamke wa aina hii mwenye dini. Taribati yadaka, utabarikiwa. Hii hadithi utaiona kama inahusiana zaidi na mambo ya ndoa. Utajiuliza, mlango wetu unasema babu ziarati ahli alkhair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyarati almawadhi alfadila. Utaona kama hii hadithi iko kwenye mambo ya kutafuta mchumba. Mbona kaiweka hapa tena Nawawi? Na kule kwenye mambo ya nikahi utaikuta. Na hapa kaiweka tena. Lakini kaiweka hapa kwa sababu ukishaoa mwenye dini, maana yake ndio ushajenga tena sasa mahusiano na ukoo wa watu wenye nini? Wenye dini. Kwa hivyo pia inakuja katika kujenga mahusiano. Kwa sababu watakuwa wakwe zako wale, watakuwa shemegi zako. Na yule atakuwa mwenzako, yule mkeo vile vile. Kwa hivyo bado inakuja katika suhba kwa maana fulani. Ingawa zaidi hadithi hii inahusu mambo ya nini? Ya ndoa. Lakini nayo mke kwani si rafiki? Mke ndio rafiki yako hasa. Kuna methali moja inasema, kidonda cha siri mtu humuonesha mkewe. Unaweza kuwa na donda sehemu mbaya, mama yako huwezi kumuonesha, alukuza baba yako huwezi kumuonesha, ndugu yako huwezi kumuonesha, lakini mkeo utaipiga tiktaka, umwambie hebu litumbue. Utaipiga tiktaka, kanja hebu litumbue hii, kwa sababu si mke wako. Kwa hivyo ina maana mke ni rafiki wa karibu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Kama una tumbo la gesi kila wakati unaachia vitu, anaweza kujua tumbo hili la gesi lina kera nani kama sie? Ataweka chetezo cha udi mle ndani. Yeye ukiyapiga piu, yeye anasikiliza udi. Anapumua. Kwa hivyo mtu wako wa karibu sana naye ni rafiki yako huyu. Kwa hivyo kuchagua rafiki ni pamoja na kuchagua mke mwema. Ndio maana akaiweka hapa. Tumefahamiana Hadithi inayofuata, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalika wa ma kana rabbuka. Inamalizia vipi? Hufadh, inamalizia vipi? Hai iko sura Taha au sura gani?
Maryam inamalizia vipi? Wama kana rabbuka nasiya, si ndio? Ndio nakumbuka. Wama, sasa Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema Mtume sallam alimwambia Jibrili, ma yamnauka antazurana, nini kinachokuzuia usitutembelee sisi, akthara mimma tazuruna, zaidi ya hivi unavyotutembelea. Maana Jibril hashuki kwa Mtume sallam ila kuna jambo wahai nini, ndo anakuja Jibril. Sasa Mtume ana hamu sana ya rafiki yake huyu Jibril awe anamtembelea mara kwa mara. Jibril ni rafiki wa Mtume sallam, na Mtume sallam wakati anakufa alisema ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, na kwenda kwa rafiki wa juu, na kwenda kwa rafiki wa juu, na kwenda kwa rafiki wa juu. Wanazuoni wengi wamesema rafiki wa juu hapa ni Jibril, ndio rafiki yake. Na wakati mwingine Mtume anasema akhbarani khalili, kanipa habari mshikaji wangu Jibrili. Na kwa sababu Jibrili ndio mkubwa wa malaika wote, na Mtume sallam ndio mkubwa wa binadamu wote, wa marsalnaka ila rahmatan lilalamina, kwa hivyo wanafanana katika vyeo, ndo mwenzake yule. Hata katika safari ya Miraji so Jibril ndio alikuja kumchukua. Kwa hivyo Mtume sallam alikuwa anapenda sana Jibril aje mara kwa mara, wao wanazungumza. Ndo akamwambia Jibril, ma yamnauka antazurana, nini kinachokuzuia usitutembelee sisi, akthara, mara nyingi zaidi, mimma tazuruna, kuliko unavyotutembelea hivi mpaka uje wahi ndo unashuka. Njoo tu siku nyingine tupige story. Lakini bahati mbaya Jibril hali hanywi, pakiletwa tende atakodoa macho tu, pakiletwa kahawa maziwa atatizama tu, hachoki, halali. Waota choka atataka kulala, itakuwa tabu. Kwa Mtume akawa anapenda Jibril aje mara kwa mara. Jibril akanyamaza kimya kwa sababu hana majibu. Akenda zake akamrudia na aya inayotoka kwenye Mwenyezi Mungu. Fanazalati, kateremka aya inasema wama natanazzalu, wala hatujishushi sisi, kwamba malaika ajishushe mwenyewe anavyotaka. Tofauti na siku ile ya Lailatul Qadri, kasema Mwenyezi Mungu tanazzalul malaikatu, wanajishusha malaika, waruhu fiha, kwa tafsiri ya walio wengi, na Jibrili ndani yao, biidhni rabbihim, lakini kwa ruhusa Mola. Wanamuomba ruhusa, ya Rabbi, leo Lailatul Qadri turuhusu tushuke. Kwa hivyo ikaja wama natanazzalu, wala tujishushi sisi, illa bi amri rabbika, isipokuwa kwa amri ya nani? Ya Mola wako. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, ni vyake vilivyo mbele yake na vilivyo mbele yetu na vilivyo nyuma yetu. Wa ma baina dhalika, na vilivyo baina mbele na nyuma, yani katikati. Yani sisi hatuna uamuzi wa mwanzo wala wa mwisho wala katikati, hatupendekezi lolote sisi, kila kitu tunapata amri kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hadithi hii kaiweka hapa kuwa mtu unayempenda basi upende kumtembelea au upende akutembelee. Hasa Mtume salamu alimpenda Jibril, lakini hawezi kupaa mbinguni akaenda akamtembelea Jibril. Kwa hivyo akawa anamuomba Jibril awe anakuja, wanaonana. Umeona alipochukua mwandishi wa kitabu kwamba Mtume salamu mpaka kamtaka Jibril wawe wanatembeleana, na Jibril akajibu kwamba sisi hatuna nafasi hiyo mpaka tuteremshwe na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, rawahu Muslimun, rawahu Abu Daud wa Tirmidhi bi isnadin la ba'sa bihi. Hakuweka wao hapa, kaandika rawahu Abu Daud alafu kaandika at-Tirmidhi. Kwa hiyo ukasema wa Tirmidhi kuna wao vitabu vyote au wengine bila wao. Kwangu mimi hakuna wao, lakini ndio listahili kuwekwa wa Tirmidhi, sababu Abu Daud sio Tirmidhi, watu wawili tofauti. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi bi isnadin la ba'sa bihi. Haya, wa an Abi Sa'id al-Khudri, na kutoka Abi Sa'id al-Khudri sahaba huyu radhiyallahu anhu anin nabii, kutoka Mtume sallam qala, amesema la tusahib illa mu'mina, usifanye urafiki isipokuwa na mtu muumini. Kama unaweza rafiki yako kweli kweli au ni mtu wa imani yako, wale wengine utaishi nao katika maisha kwa wema, lakini ule urafiki hasa wa kuvaliana nguo ule ufanye kwa watu ambao mna imani zinafanana. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, na asile chakula chako isipokuwa mtu mcha Mungu. Jitahidi sana chakula chako unachokiandaa nyumbani, kama unamwalika mtu basi uwe unadhani kwamba huyu kwa elimu yangu alhamdulillah anamcha Mungu, kwa sababu kinaleta baraka kuliko mijitu ya ovyo tu kuja kula nyumbani kwako. Unaweza kukuletea vitu vya ajabu ajabu.
rawahu Abu Daud wa Tirmidhi, amepokea Abu Daud na Tirmidhi bisnadi la ba'sa bi, kwa mlolongo ambao hauna ubaya, yani si sahihi ya hivyo wala hasan ya hivyo, ina hali kidogo ya kutatanisha, lakini si mbaya, inazungumzika isnadi yake, watu wake wanaweza kuzungumzwa kuwa ni watu wa kuaminika. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, rawahu Abu Daud wa Tirmidhi. Unaona kuna wao hapo, isnadi sahih, wa qala Tirmidhi hadithun hasan. Kutoka Abi Huraira, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, kasema ar-rajulu ala dini khalili, mtu hufuata dini ya mshikaji wake au rafiki yake wa karibu, mpenzi wake. Falyanzur, basi natizame, ahadukum, mmoja wenu, man yukhalil, nani anamfanya kuwa rafiki yake wa karibu au nani anamfanya kuwa mshikaji wake. Hadithi kaipokea Abu Daud na Tirmidhi kwa isnadi iliyo sahihi, na kala sema Tirmidhi hadithi hii ni hasan. Na irudia hadithi hii, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah, Mungu amradhi, ani nabii, kutoka Mtume sallam, qala, kasema ar-rajulu ala dini khalili, mtu hufuata dini ya mshikaji wake au rafiki yake wa karibu, yani mtu uko naye karibu sana, unaweza kujikuta umefuata yale mambo yake. Hii ina hatari kweli. Kuna baadhi ya watoto wetu wanasomeshwa katika skuli ambazo si za Kiislamu, na isitoshe zinafuata mirengo ya dini nyingine katika kiwango cha nasari, chekechea na katika primary. Mtu mmoja maskini siku hiyo anakula na mwanawe mchana, kimeletwa chakula juu ya meza, yule mtoto akafanya hivi, alafu akaanza kula. Akamuuliza, kwa nini unafanya hivyo? Sasa ndo tunafundishwa kwamba ukitaka kula useme kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Umeona? Kwa sababu wewe unamchukua mtoto unampeleka asubuhi mapema pale, alafu unakuja kumchukua jioni au unamchukua mchana, kila kitu kiko pale. Kwa hivyo anapewa yale mafundisho. Kwa hivyo kuja kuyatoa kichwani haya, kazi kubwa sana. Wengine ndugu zetu wamekimbilia nchi za Ulaya. Hapa katikati miaka 90 hii tulikuwa na hali ya Zanzibar, watu kwenda sana nje na wanapokewa, hasa wakisema hali ya siasa mbaya, tunaonewa, tunateswa. Wengine wanaongeza na chumvi, wengine wanajitia wa Somali, kwa sababu nasema wakati mwingine sura zetu tunakaribiana na wa Somali, wanaita kujiripua wenyewe. Zamani kwa natumia neno kujiripua. Sijui kwa nini Kazoba hajajiripua mpaka leo yuko hapa. Mimi na wewe Kazoba tulipata chances za kujiripua alafu tukabaki, mimi nimelaumiwa sana sikujiripua. Kwa nini? Nilipata chances za kujiripua. Akaniambia amesijiripua. Watu wengi wamejiripua. Sasa wakifika kule watoto wao wanapata nafasi za kusoma kule, lakini wanaposomeshwa kule wanafundishwa katika maadili mengine. Sasa hivi limetokea tatizo, watoto wengi waliokuwa washafikia elimu za juu kule wamekuwa hawana maadili yetu kabisa, na wamejazwa maadili ya dini nyingine kwenye vichwa vyao, na kuyarekebisha hayo kazi yake imekuwa ngumu kweli kweli. Tuishapata tatizo kubwa sana kutokana na watu kujiripua. Wameripuka kweli kweli. Menazo kesi nyingi sana zinanifikia. Moja kati ya hayo alikuwa mtoto wa kike mwari kabisa, kaondoka hapa mdogo na wazee wake, wamejiripua kule. Kiswahili hajui, anazungumza Kiingereza tu, na kama uzungumzi Kiingereza anakudharau. Umenifahamu? Kapata matatizo. Kila shekhe anayepelekewa hapa kaletwa hapa Zanzibar anamdharau, kwa sababu mashekhe wengi hapa wazungumzi Kiingereza, na wengine ndo kama sisi tuna Kisukuma, angalau tunafahamiana kwa kuwa Kisukuma kina grama wala kina gramu, lakini tunakwenda tunafika mahala tunaelewana. Basi nakwambia Allahu Akbar, kumrekebisha kazi. Amekuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtoto wa mkuu wa kanisa. Sasa kuja kumwambia kuwa huyu hakufai. Why? This is just a love. I'm free. I can choose. My dad cannot choose for me. Anatikisa na kifua. My dad cannot choose for me. Mtoto wa kwetu huyo kimeondoka hapa, kijaanza tanasari, kapikwa kule, kapikwa. Sasa kumpakua ndio kazi. Kazi kubwa kweli kweli. Kwa hivyo almar'u ala dini khalilihi, mtu atakuwa kwenye dini ya yule mshikaji wake, mtu ambaye uko naye muda
wote anaathirika naye. Zamani hapa tulikuwa na tatizo la mabaharia. Mabaharia wakirudi hapa wanavaa vidani na nini mmoja akawa anavaa na misalaba na nini Jesus Christ Muislamu, lakini ukisema neno oh Jesus anasema namna hii kwa sababu ya ule ubaharia akabadilika. Sasa wengine walifuga manywele humu wakawa wanaitwa asa Jesus. Wako watu humu walikuwa wanaitwa Jesus. Muislamu sasa anaitwa Jesus kwa sababu ya kufuga manywele na nini na kasi. Tulipata jambo moja la ajabu halafu limepotea hapa. Miaka ile ya 80 90 likaflia mbali. Sasa tuna hii fenomena mpya iliyojitokeza. Nayo ni kazi, it's a big challenge for us. Ni changamoto kubwa sana kwetu sisi. Tuende nayo, turekebishe. Tuna watoto Ulaya sote, hata mimi na wawili wako Ulaya. Lakini siku zote kila wakija nazungumza nao kuhusu hilo. Kwa tusifike mahala sasa ukawa Ulaya tena moja kwa moja umeuza na dini yako. Kwa hivyo almar'u ma'a dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, mmoja unatazama ndani anakuwa mshikaji wake. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi bisnadi sahih wa qala Tirmidhi hadithun hasan. Na hadithi nyingine inasema wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na aliyempenda. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin, na katika mapokeo mengine qala akasema qila linnabi, aliambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ar-rajulu yuhibbu al-qauma wa lamma yalhaq bihim, ikiwa mtu atawapenda watu na bado hajaungana nao. Qala akasema almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na anayempenda. Hadithi tushaisoma ni ya yule bedui, alikuja akaslimu bedui lakini anaonekana hana adabu. Alimfanyia zogo mtume, akamwita ya Muhammad, anapiga makelele. Mabedui moja katika tabia zao ni zogo, wanafanana na watu fulani katika kisiwa hicho, unawajua wewe, wao ni zogo tu. Watu wanashughulika sana na bahari, wao hawawezi kusema kidogo. Jamaa zetu wako watu nafikiri na kule baharini ule upepo wa bahari unawafanya kila wakati waseme zogo, kwa sababu unachelewesha sauti ule upepo. Kwa hivyo hata akiwapo hapa kule wako watu namna hiyo. Ni tabia hizo, mpaka akae sana ndo atazungumza polepole. Hata huyu tunaye makelele naye ni namna hiyo. Unaona kazi. Sasa akaja wewe bedui anamwita ya Muhammad kwa zogo. Masahaba wakamkaripia, wewe vipi, huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndo akajitetea akasema ar-rajulu yuhibbu al-qauma wa lamma yalhaq bihim, mtu anaweza kuwapenda watu na bado hajaungana nao. Yani nichukulieni kwamba mimi sijajua mambo yenu bado, nimekupendeni, nimependa Uislamu lakini bado sijajua mambo yenu, nitajifunza kidogo. Sasa mtume akamwambia almar'u ma'a man ahabba, mtu humfuata yule anayempenda. Kama unatupenda badilika tabia yako. Kama ni makelele, si hatutaki makelele, acha. Umefahamu? Ili twende sambamba. Anamwambia yule bedui, na mimi si kama namwambia bedui, yeye unamwambia nani, lakini ndio tunaambizana. Tumefahamiana? Almar'u ma'a man ahabba. Mtume alimwambia bedui, mimi sijui namwambia nani, lakini ndio namna yake hiyo ya kusema, tukafahamiana. Imefahamika hadithi almar'u ma'a man ahabba. Nafikiri hadithi iliyofahamika vizuri zaidi kuliko hadithi zote. Na kwa leo tuishie hapa inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.